Karibu Tabora, karibu Toronto. Na baadaye kuna watu wengine walianza kuhama wanatukuta sisi. Tulimpata Semwenda aliyekuwa mkuu wa gereza, tulimpata Dr. Timothy Chunga kuja kuwa daktari wa wilaya ya Kahama akitokea Shinyanga. Kwa hiyo tukawa na kazi ya kuendelea kuwakusanya hao mpaka tunaondoka pale wanasali watu karibu 40. Safari ya uanzishwaji wa dayosisi tarajiwa ya Kahama inayomegwa kutoka dayosisi mama ya Tabora kwa sasa imefika hatua ya kutajwa kwa majina matatu ya watumishi wa Mungu waliopitishwa na nyumba ya maaskofu Kanisa Anglikana Tanzania. Nyumba ya maaskofu ilikutana tarehe 19 na kupitia majina yale, na kwa mujibu wa katiba ya Kanisa Anglikana Tanzania inawataka nyumba ya maaskofu kurudisha majina yasiyozidi matatu na majina yasiyopungua 2. Kwa neema ya Mungu wameturudishia majina matatu ambayo nitayataja mbele yenu, kwa sababu sasa majina haya yakisharudi, maana yake ni kwamba tunatakiwa kuyajua na kuwaombea ili baadaye kati ya hayo majina matatu tupate askofu wa Kahama. Majina yaliyotajwa ni jina la Canon Patrick Kulije ambaye kwa sasa ni mchungaji wa Ushirombo, na jina linalofuata ni jina la Esron Yuba Kaziri ambaye ni mchungaji wa Kahama. Na wala siwezi kukataa kwamba msipige makofi. Ninachojua tu ni hii hamchagui. Na jina la tatu ni la mchungaji Canon Lucas Ngasa ambaye ni katibu wa dayosisi ya Tabora. Kwa hiyo katika majina haya matatu, wawili wako hapa pamoja na sisi, labda wasimame tu mwafahamu. Asante sana. Yule watatu nilimwalika awepo leo, lakini ana shughuli ambayo imemkamata kiasi ambacho ameshindwa kuja. Lakini mnamfahamu Canon Patrick Kulije alifanya kazi hapa. Kwa hiyo niwaombe sana kwamba kuanzia leo waombee hao watu ili katikati yao aweze kupatikana askofu. Yaani maana yake ni kwamba kama tungekuwa tunatafuta maaskofu watatu, maana yake ni kwamba tayari tunao, maana hao wote wana sifa na wamepitishwa na nyumba ya maaskofu. Lakini kwa bahati mbaya tunahitaji mmoja tu. Kwa hiyo kuna wawili ambao watakosa, na wakikosa wasinune, maana nafasi ni moja. Kwa hiyo tunaendelea kuwaombea. Tulipata wengi, lakini wamepunguzwa mpaka wabaki watatu. Kwa hiyo tuendelee kuwaombea hao. Na Mungu awabariki watu wa Kahama. Tutaonana tena wakati mwingine. Asanteni. Asante. Askofu Daktari Elias Chakupewa ni miongoni mwa waumini wachache wanaoandikwa katika vitabu vya kumbukumbu kuwa ndio waanzilishi wa Kanisa Anglikana hapa katika mji wa Kahama. Mimi kwanza natazama kama neno la Mungu linavyosema siku zote ni sahihi. Yaani ni kama punje ya haradali, kwamba ukishaipanda ingawa ni ndogo, baadaye inaweza ikakua ikawa mti mkubwa. Kwa wale ambao tulianzisha kanisa la Kahama tunajua lilivyoanza. Leo ukiambiwa tumefikia kwenye mchakato wa kuifanya diocese, unaweza kushangaa sana. Haya makanisa yote tunayosema hayakuwepo, isipokuwa kanisa la Kahama mjini ambalo ndio tumelianzisha sisi, na kanisa lingine lilikuwa Lunzewe Kabuhima. Ile Kabuhima ni parish ya zamani sana, ni ya miaka ya 60. Ilikuwa iko mahali panaitwa Kabagole kabla hawajaja pale Kabuhima. Kwa hiyo ni parish ya zamani iliyoanzishwa na watu wa Kibondo. Lakini kwa Kahama, mazingira yote ya Kahama yote, hatakuwa na kanisa zaidi ya hili ambalo tumelianzisha sisi pale Kahama. Lakini leo tunapozungumza tuna parish 18 na wachungaji karibu 20, na sasa Wakristo ni wengi sana. Kanisa lenyewe la Kahama mjini lina Wakristo wengi sana, wanasali karibu 500-600. Lakini wakati huo tumeanzisha kwenye shule ya msingi. Kuna shule ya msingi inaitwa Kilima, tulianzia pale shule ya msingi Kilima. Sasa kwa kuwa shule ya msingi Kilima ilikuwa pembeni sana ya mji, basi aina mbalimbali za uchafu zilikuwa zinafanyika kule. Kwa hiyo Jumapili tunapata shida namna ya kufanya ibada. Leo tukashauriana kuileta mjini. Pale mjini tukatafuta chumba kwenye shule ya msingi inaitwa Kahama School. Kwa hiyo pale Kahama School ndio tulianzia kule Kilima, lakini tukazihamishia ibada pale. Kwa hiyo tuliendelea pale. Na baadaye kuna watu wengine walianza kuhama wanatukuta sisi. Tulimpata Semwenda aliyekuwa mkuu wa gereza, tulimpata Dr. Timothy Chunga kuja kuwa daktari wa wilaya ya Kahama akitokea Shinyanga. Kwa hiyo tukawa na kazi ya kuendelea kuwakusanya hao mpaka tunaondoka pale wanasali watu karibu 40. Jocelyn Malasi Nteko aliingia mji wa Kahama mwaka 1984 wakati ambapo hapakuwa kabisa na kanisa Anglikana.
na ndiye miongoni mwa wazee wa kanisa wa kwanza kabisa wakati wa uanzishwaji wa kanisa hili yapata miaka 40 iliyopita. Mimi katika usichana wangu, udogo wangu wote, utoto wangu wote, nimeanza kusali Anglikana. Mpaka sasa ni Anglikana na nitazehekea Anglikana na nitafia Anglikana. Kanisa la Kahama kwa kweli tulianza waumini kidogo, tulikuwa hatuna kanisa. Tulikuwa tunasalia Moravian. Baada ya kuja cha kupewa ndio tukaenda kuomba darasa shuleni pale la shuleni kama school. Ndio sasa cha kupewa ndiye akaanzisha, akawa natutafuta sasa cha kupewa na tuuliza waumini tunayesali wapi Moravian, tukusanyike sasa tuje kama siku kusali kama siku. Sasa jamani waumini, muwatafute waumini wenzenu tufungue na sisi Anglikana. Cha kupewa sasa nakuwa natuuliza, wewe unasali Anglikana? Nasali Anglikana, lakini Kahama hamna Anglikana. Basi tukawa tunajikusanya, tunatoka sasa Moravian. Tulipoanza kusalia tukaanza sasa na sisi sasa kikundi cha kusali kanisa shuleni tumesali. Baadaye alikuwepo Kabea, ndio tulikuwa tunasali naye, alikuwa bwana ardhi. Akasema jamani, mnaonaje tutafute kiwanja na sisi bwana ardhi, kwa kuwa ni muumini mwenzetu atatutafutia. Kabea huyu muumini mwenzetu, ndio marehemu Kabea akatutafutia kiwanja hapo. Ndio tukaanza kupalilia sasa, kwa tunajipa zamu hao waumini. Yani kama tulikuwa tunakuwa wengi, tunakuwa labda kama 10, yani kama 10, lakini 8, 9, 8 humo 7 ngapi mmehudhuria, yani hata 20 au 15 tulikuwa tufiki. Tukawa tunajitolea hivyo, mnajitolea, mnapanga mawe. Tukaanza mawe kuyapanga urefu wa kanisa. Baadaye wenye tuhera wanachanga michango, tukanunua matafali, tukaanza kama matafali choma. Ndio nimekwambia kwamba alipofika hivi tukasema ni ndogo, tukavunja hiyo. Cha kupewa ndio amekaa hapa sana kuwa mwinjilisti. Baadaye amekaa hapa kuwa mwinjilisti sana, ndio baadaye akaenda kusoma. Tukabaki na mke wake hapa. Hali tuliyokuwa nayo, yani kama wengine wasingesambaa, wengine wanakufa, wengine wanasambaa, tungekusanyika tuliokuwepo wote, tungesema kweli Mungu ainuliwe na ashukuriwe. Kama mlikuwa mnasali kuanzia amfike hata 15, 10 na ngapi, leo tuna ibada hizo 2. Kwanza uwaga nakaa, wengi hawanielewi kama sisi ndio waangilisi tulioanzisha hiyo kanisa, hawanielewagi wengi kabisa. Uwaga nakaa kwanza, naliangalia, nalitafakari, nasema hivi kweli Mungu anatenda kweli, ametenda kweli, nimeona ametenda. Yani tumeongezeka, sijui kama mara ngapi niongee. Yani siwezi hata kueleza tulivyoongezeka na vile tulivyokuwa tunasali kama siku shuleni. Wageni wakija, wakitaka kuja wageni mbalimbali kuja, tunawagawana wageni. Huyu aende kuhudumia wageni kadhaa na huyu aende kuhudumia wageni kadhaa. Miaka 15 ya utumishi wake akiwa askofu Dayosisi ya Tabora, wapo waliomtayarishia njia na kumfanya afike hapa alipo hivi sasa. Kwanza baada ya kutoka masomoni Kongwa, nimepata certificate ya theolojia kutoka Kongwa. Bado hamu yangu na nia yangu ya kusoma ilikuwa pale pale. Askofu Francis Ntiluka akani-encourage sana nifanye masomo ya sekondari. Na wakati ule kulikuwa na masomo ya sekondari jioni, yanafanyika jioni. Kwa hiyo nikajiunga pale Kitete shule ya msingi, nikaanza masomo ya sekondari. Ingawa sikuendelea sana kwa sababu kulikuwa na changamoto kidogo ya ruhusa kutoka kwa Canon Ngugwe na nini, lakini hata hivyo nilijaribu kufanya nilichofanya, yakanipa mwanga fulani. Wazungu walipokuja kufanya kazi na sisi, akawa encourage wale wazungu waendelee kunifundisha mimi. Kwa hiyo akaendelea kunifundisha, kila wakati ninafanya mitihani, wananitungia mitihani nafanya. Sasa nikaanza kupata uwezo mkubwa wa kuelewa lugha, lakini askofu akasema uwezi kwenda Kongwa, nataka uende ukasome Kenya. Sasa wakati ameniambia nikasome Kenya, nikamwambia mimi nitaweza kweli? Akaniambia utaweza tu. Akanipeleka Msarato, nikakaa mwezi mmoja pale Msarato na mzungu mmoja alikuwa anaitwa, basi ilikuwa mama mmoja wa kizungu pale, akanifundisha. Na baada ya hapo
nikapata na uwezo mkubwa wa kwenda kusoma Kenya. Ndio nilipoenda kusoma diploma kule Kenya, nikafaulu vizuri sana. Nikatoka Kenya nikiwa na diploma. Niliporudi nikapangwa kuwa mchungaji Bukene, nikafanya kazi mwaka mmoja Bukene, nikarudi nikapelekwa Mirambo. Nikiwa Mirambo nimekaa miaka miwili, 2003 nikaambiwa niende kusoma Kenya. Nikaenda tena Kenya kufanya degree. Kwa hiyo diploma kule Kenya nikaa miaka mitatu, nikaenda degree miaka mingine mitatu kule Kenya, St. Paul's University. Basi nikatoka kule na degree. Nilipotoka na degree, sasa Ndiruka namaliza muda wake, ameingia Makaya. Makaya naye akaniambia ni vizuri ukasome zaidi. Ndio nikaenda Marekani, nikafanya masters degree. Ingawa sikuimalizia kule, nilimalizia Uganda. Maana kulikuwa na ushirikiano kati ya chuo cha Uganda Christian University na Trinity Seminary ya Marekani. Kwa hiyo kuwa na ushirikiano. Unakwenda unasoma masomo ya ndani kule, lakini unakuja kufanya research huko. Kwa hiyo nilikwenda nikasoma Marekani, lakini research nikaifanya Uganda Christian University. Kwa hiyo nikawa nimemaliza, nikapata masters degree. Sasa nilipopata masters degree, askofu akanipanga niwe katibu wa diocese. Kwa hiyo nilipopanga kuwa katibu wa diocese, na mwanzo watu wengi kunifahamu, wachungaji wengi kunifahamu. Kwa hiyo hata Makaya alipoondoka waliona kwamba naweza kuwa askofu, kitu ambacho kusema kweli nisingeweza kuota katika ndoto zangu zote kwamba kuna siku moja naweza kuwa askofu, kwa sababu ya background yangu yenyewe kama ilivyo. Lakini Mungu ni wa ajabu, nikachagua kuwa askofu kwa kura nyingi. Tafadhali usikose kufuatilia sehemu ijayo ya mahojiano haya kwa utuo, hatua kwa hatua. Asante na kwaheri kwa sasa. Kwa hiyo nitastaafu tarehe 14 mwezi wa 6 2027. Mwaka wangu huu 2026 ndio mwaka ambao najitahidi kufanya mambo na kumaliza, ili tukianza Januari 27 nisiwe na sababu yoyote ya kuanza tena kutembea kwenda kuaga huko na huko. Hapana, itakuwa ni mwaka kujiandaa tu na ukabidhi mambo madogo madogo ambayo naweza kukabidhi mapema. Kwa hiyo mwaka wangu wa kazi, kusema ukweli, uliobaki, mwaka wangu wa kuweza kutembea na kwenye maparishi ni mwaka huu 2026. Karibu Tabora, karibu Toronto.